Naam, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Imani Hai Online TV popote ulipo, tumsifu Yesu Kristo. Ni siku nyingine na mara nyingine tunapata nafasi kuendelea kusikiliza kipindi tukipendacho, kipindi ambacho tunakifuatilia kwa karibu, kipindi cha safari ya Golgotha, ikiwa leo ni kipindi cha 3. Na katika kipindi chetu hiki cha 3 tunaongozwa na somo kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 26 aya ya 24. Na neno linasema kama ifuatavyo: Yuda ambaye ndiye aliyetaka kumsaliti akamuuliza mwalimu, "Je, ni mimi?" Yuda ambaye ndiye aliyetaka kumsaliti akamuuliza mwalimu, "Je, ni mimi?" Ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Imani Hai Online TV popote pale ulipo, somo letu la leo nimependa liongozwe na kichwa cha habari kama ifuatavyo: Unafiki hauna mafao wala ruzuku. Unafiki hauna mafao wala ruzuku. Ama kwa ufupi unaweza kusema mnafiki hana fadhila. Ndugu mpendwa mtazamaji, mfuatiliaji na mdau wetu wa karibu, katika somo hili tunasikia Yuda akimuuliza Bwana Yesu, "Je, ni mimi?" Swali hili linakuja baada ya Yesu kuambia mitume wake kwamba mmoja kati yenu atanisaliti. Mmoja kati yenu atanisaliti. Nimesema kwamba unafiki hauna mafao wala ruzuku. Kwa nini? Kwa sababu mnafiki ni mtu mbaya. Mnafiki hana fadhila. Mnafiki unavyomuona kwa nje sivyo alivyo ndani. Anapenda kufanya mambo asifiwe, aonekane mwema, aonekane mzuri kuliko watu wengine. Kwa hiyo anaweza kufanya jambo lingine lolote kwa lengo la maslahi yake binafsi, kwa ajili ya kujinufaisha yeye mwenyewe, kwa ajili ya kujitukuza yeye. Yuda Iskariote alijua ndani ya moyo wake kwamba ana mpango na amenia kumsaliti Bwana. Lakini baada ya kumsikia Bwana kusema mmoja kati yenu atanisaliti, Yuda yeye mwenyewe mwenye kujua kwamba atamsaliti, na yeye anauliza, "Je, Bwana ni mimi?" Unaweza ukajiuliza, kwa nini anauliza swali kama hilo? Kwani yeye haujui moyo wake? Kwani yeye haujui ndani wa maisha yake? Kwani yeye haujui mpango aliyokuwa nao? Huo ndio unafiki. Aliuliza swali lile kwa sababu ya kutaka kujionesha mwema mbele ya Bwana, mbele ya mitume wenzake. Aliuliza swali lile ili kwamba mbele ya macho ya mitume na mbele ya macho ya Bwana aonekane kuwa yeye ni mtu mwema na wala ana nia mbaya. Lakini kwa kweli ndani ya moyo wake alikuwa amekusudia, amenuia kufanya usaliti. Ndugu wapendwa, tunapoelekea katika kipindi chetu hiki cha safari ya Golgotha, tukatae unafiki. Tukatae hali yoyote ya kuishi maisha ambayo sio yetu, sio halisi. Tuishi maisha yetu. Tuepuke maisha ya kujificha, maisha ya siri, maisha yasiyo ya wazi. Ishi vizuri kiaminifu. Ishi kiaminifu katika ndoa yako. Ishi kiaminifu katika viapo vyako vya kisakramenti kama Mkristo mbatizwa. Ishi maisha kiaminifu kazini. Unapofanya kazi, fanya kazi kiaminifu, wala usile rushwa, wala usidhulumu mnyonge, wala usidhulumu mali ya umma ama mali binafsi. Ishi maisha yako ambayo ni sahihi, yale ambayo kwayo wewe unapaswa kuwa. Lakini kuna swali ambalo unaweza tukajiuliza pia. Bwana wetu Yesu Kristo alimjua vizuri Yuda, na alitambua kwamba Yuda atakuja kumsaliti. Swali, je, kwa nini alimteua kuwa miongoni mwa mitume? Swali la pili, baada ya kusema mmoja kati yenu atanisaliti, alijua kabisa Yuda atamsaliti. Na baada ya Yuda kuchovya tonge, kwa kadiri ya maandiko tunavyoelezwa, shetani akamuingia. Bwana anamwambia, "Ulitendalo kalifanya upesi." Anamwacha Yuda. Swali, je, kwa nini akumzuia Yuda asimsaliti? Ndugu wapendwa, maisha ya Yuda Iskariote ndio maisha yetu sisi. Mungu anatujua sisi na anatufahamu na anajua pilika zetu na harakati zetu za kimaisha. Anatujua kwamba sisi tu wa dhambi na wala hatujakamilika, lakini anatuacha hai. Anapotuacha hai haimaanishi kwamba anatuogopa au labda ajui njia zetu au ajui mienendo yetu au ajui harakati zetu, bali anatupa nafasi tujibadilishe taratibu, tujipatanishe na yeye kwa hiari. Wakati mwingine anatuona kabisa tunaelekea katika dhambi. Anamuona jambazi anaenda kuua, anamuona mhalifu
anakwenda kufanya uhalifu fulani ama kuvunja nyumba ya mtu, au anakuona unakwenda kuzini, unakutembea na mke wa mtu, au anakuona unasema uongo lakini anakuacha. Anapokuacha, anataka mwenyewe wewe kama wewe uamue kwa dhati kukataa ubaya kwa hiari yako, kuacha uovu kwa hiari yako, kuacha matendo ya giza kwa hiari yako, kwa sababu tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mwenyezi Mungu. Na sisi wanadamu tofauti na viumbe wengine, sisi tuna sura, tuna akili na tuna utashi huru. Ili utashi wetu utupeleke katika maamuzi thabiti na sahihi, ni lazima kuamua kwa uhuru. Vinginevyo, kama tusingekuwa na uhuru, tusingekuwa viumbe huru wa Mwenyezi Mungu, basi tungekuwa ni kama maroboti ama vyombo vingine vinavyotawaliwa na mitambo ama teknolojia. Kwa hiyo Mungu anapotuacha, haimaanishi kwamba anatuogopa au inamaanisha kwamba hana nguvu ya kutuzuia, bali anataka tutumie akili zetu, fahamu zetu, hekima na imani, kusudi kwa kutambua uwepo wa Mungu uliopo kila mahali, na kwa kutambua majukumu na wajibu wetu kama Wakristo, kama wanadamu, tuishi vile inavyopaswa na tuepuke unafiki.